Sasa mimi nitashika kwenye mafundisho makuu, na ninatamani sana tujifunze kwa pamoja. Na mafundisho ya makambi haya ni mafundisho yanayohusu imani za msingi kuhusiana na imani ile ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Na kurudi kwa Yesu mara ya pili ni miongoni mwa imani ya msingi katika zile imani za msingi 20 na ngapi jamani? 20 na ngapi? 28. Kwa hiyo kurudi kwa Kristo ni sehemu ambayo kila aliyemwadhimisha msabato na aliye msafiri wa kwenda mbinguni anatakiwa aelewe habari za kurejea kwa mwana wa Adamu kwa mara ya pili. Na kabla hatujaingia sana kwenye imani hii ya msingi ya kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili, ninatamani sana turudi hebu kidogo tujikumbushe habari ya mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ambako ndani yake ndipo utakapopata imani ya msingi ambayo juma hili niko mahali utakapokuwa tumejikita sana. Kanisa la Waadventista wa Sabato linatambua na linasimama katika mafundisho makuu. Mangapi jamani? Nyosha mkono ili darasa. Sasa ile wa maiki alo chukua tu maiki alafu na unatembea huko, maana sasa hapa tunajifunza, ni darasa. Kwa hiyo unaona tu video alafu unakimbia. Kanisa la Waadventista Sabato linaishi katika mafundisho mangapi? Tunajikumbusha kidogo ili twende kwenye imani ya msingi ambayo juma hili ndilo tutakapojikita hapo na kutembea mahali hapo. Lakini kabla huko lazima mwalimu afanye revision, lazima tufanye kumbukizi. Karibu. Ninasimama katika mafundisho makuu sita. Mafundisho makuu sita. Mpeni amina. Wangapi wanakubaliana naye kwamba ni mafundisho hayo makuu yako sita? Punga mkono. Wanaosema hayapo sita, hebu nyosha mkono. Kuna ambao nasema mimi kokote mradi tu ndio kwenye kambi nataka nibarikiwe. Lakini ninakubaliana naye kabisa kwamba hili kanisa linasimama kwenye mafundisho makuu sita. Kwa hiyo kama ulikuwa huyajui, andika yako mafundisho sita mpaka Bwana atakapoleta lingine la saba. Lakini kwa sasa ni mafundisho sita. Na kwenye hayo mafundisho sita ndiyo ambayo ndani yake yanatuletea ama yamebeba imani za msingi. Ngapi? Nyosha mkono. Sasa usikae alofuni mitano. Wewe kazi yako ni kusimama. Haya, nyosha mkono hapo aone vizuri. Wewe petu unayemwona amenyosha 28. Imani za msingi 20 ngapi? Wanaokubaliana naye kwamba imani za msingi za 28, punga mkono. Bwana awabariki sana. Mafundisho sita ndani yake tunapata imani za msingi 28 ambazo kanisa la Adventista wa Sabato tunaamini huko na tunajifunza huko ndani. Kwa hiyo kama ulikuwa haujui, leo umejua, sema amina. Maana leo kuna wengine hawafahamu. Ndio maana nimeona tufanye revision. Na usikubali kusahau. Kwa hiyo kama ni kuandika, andika tu vizuri. Na kwenye hizo imani 28, imani za msingi 28, kila fundisho lina imani zake, ama zile 28 imani za msingi 28 zimekuwa katika makundi, lakini kwenye makundi ni yale makundi ya yale mafundisho makuu sita. Kwa hiyo fundisho la kwanza la Waadventista Sabato hata kuyataja tu kwa haraka hizo imani, ili uone wewe mwenyewe unavyoyaweka, ili usisahau au unapotaka kujifunza ujifunze vizuri. Kwa hiyo kwenye mafundisho sita tuliyotaja,
fundisho la kwanza ni fundisho kuhusu nini? Halo. Sasa alafu usirudie kwa mtu mmoja. Hawa watu wako vizuri. Tafuta mtu mwingine. Fundisho la kwanza linasemaje? Fundisho kuhusu Mungu. Fundisho kuhusu nini jamani? Wanaokubaliana kwamba ni fundisho kuhusu Mungu, ama kwa lugha nyingine imani kuhusu Mungu. Hebu punga mkono. Pungeni vizuri, najua hapa ninaangalia. Safi. Kwa hiyo fundisho la kwanza, mimi naungana naye. Fundisho la kwanza ni fundisho kuhusu Mungu ama imani kuhusu Mungu, ambalo hilo fundisho la kwanza ndani yake linakuwa na imani za msingi 5. Hebu tuzitaje sasa. Kwa hiyo tunaanza mpaka tufikie imani ya msingi ambayo tutajikita kwenye makambi haya kujifunza. Kwenye hili fundisho kuhusu Mungu ama imani kuhusu Mungu lina imani za msingi 5. Hebu tuzitaje. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Mkono yupo, angalia huko nyuma, ipo kule. Kuna ile kule juu. Mkono wako wa kulia kule. Kimbia sasa, wewe ni kijana. Nimemtajia kabisa, ziko 5, antajie. Imani ya kwanza ni neno la Mungu. Imani ya pili ni Utatu Mtakatifu. Imani ya tatu ni Mungu Baba. Imani ya 4 ni Mungu Mwana. Na imani ya 5 ni Mungu Roho Mtakatifu. Hebu nyosha mkono. Mpeni amina. Hamta niangushe, itabidi niandae hata zawadi. Kwa hiyo kwenye hili fundisho la kwanza, mwanzo msabato lazima elewe ya kwamba ndani yake kuna imani za msingi 5, na imani za msingi amezitaja tu vizuri. Ya kwanza amesema kabisa ni habari ya neno la nani? Neno la Mungu ama maandiko nini? Matakatifu. Alafu ya pili ni Utatu Mtakatifu ama tunaita uungu. Alafu 3 ni Mungu nini? Baba. Alafu Mungu Mwana. Alafu Mungu. Umemaliza fundisho la kwanza na imani za msingi 5. Sitojipe amina mwenyewe. Kwa hiyo andika vizuri, maana watoto wako watakuuliza, na kuna mtu ambaye baadaye atakuuliza, unatakiwa msaidie. Lakini sio tu kumsaidia, unapojifunza habari ya fundisho la kwanza, fundisho kuhusu Mungu ama imani kuhusu Mungu, lazima utajikita kama mwadhimisha msabato kujifunza habari ya Utatu Mtakatifu, habari ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Utajifunza hapo. Na Utatu Mtakatifu utajifunza hapo vizuri. Kwa hiyo ukichimba hapo vizuri, unaelewa. Fundisho la pili, karibu taja fundisho la pili. Twende haraka. Fundisho la pili, mkono uko hapa. Leta hapa kwa mama. Angalau kimbia hizo rafiki yako. Fundisho la pili. Fundisho la pili, mwanadamu. Fundisho kuhusu mwanadamu. Mpeni amina. Mwanadamu, na kwa mwanadamu kuna imani za msingi ngapi jamani? Hebu kwa Mungu 2. Amina. Haya, tutaji. Nyosha mkono haraka turejeshe darasa. Pale ni mkono uko pale juu. Ziko 2. Kesho tutatafuta mwingine akae kipande hii. Ziko 2. Imani ya kwanza ni uumbaji. Imani ya pili ni asili ya mwanadamu. Mpeni amina. Kwa hiyo hilo fundisho la kuhusu mwanadamu lazima mwanduelisha msabato uelewe habari ya nini jamani? Mmesahau zaidi. Habari ya nini? Uumbaji. Hebu sema kwa Mungu uumbaji. Lazima kwenye hilo fundisho uelewe vizuri habari ya uumbaji. Hapo ndio utajikita, utajifunza mambo mengi na mazuri. Mungu aliumbaje? Aliumba kwa siku 6, ya 7 akapumzika. Sio tu unapumzika Sabato, hauelewi uumbaji ulivyoanza na Mungu alivyofanya mambo yake.
Lakini hapo ndani ndipo mahali ambapo utakutana na fundisho imani ya msingi kuhusiana na ukitoka kwenye uumbaji unaenda wapi ametaja? Asili ya nini? Ya mwanadamu. Utajikita vizuri hapo, utaelewa. Maandalizi msabato lazima mambo yaelewe. Yaani ukisimama wewe injini kanako usukuma gari yoyote pale mlimani. Haleluya. Ukitembea kwenda mbinguni lazima ukubali kujifunza na kujikita. Ndio maana tunakumbusha haya kwamba ujifunze na uingie ndani, lakini ujifunze habari ya Mungu vizuri na habari ya mambo haya. Fundisho la tatu, karibu. Fundisho la tatu. Kwenye hilo la pili nina imani za msingi mbili tu zimetajwa hapo, ndio hizo. Fundisho la tatu. Mbona mnanichosha wakati haya? Mpe na mama mkono hapa. Alafu mmeshagundua kwamba kesho mkae viti vya mbele, maana mnamsumbua huyu rafiki. Fundisho kuhusu wokovu. Kwa hiyo fundisho la tatu kutoka kwa mwanadamu unaingia kwenye fundisho kuhusu nini jamani? Wokovu. Ama imani kuhusu wokovu. Na kwenye hilo tuna imani za msingi. Haya tuzitaje. Nyosha mkono. Hapo zipo 4. Ninawaambia na kidogo, alafu kuna mkono kule juu aloe kimbia kama mwanajeshi. Hinya. Mte kididi kana. Labda aliniambia naenda mpaka 4:30 labda alikosea. Ya imani ya kwanza ni pambano kuu. Ya pili ni maisha, kifo na ufufuo wa Kristo. Sawa. Ya tatu ni uzoefu wa wokovu. Na ya 4 ni kukua katika Kristo. Jamani mpeni amina. Alafu mzee amekaa wala sio kwamba anachapa. Vinatoka kichwani. Bwana mbariki sana. Tunataka tuone hiyo watu ambao kaamua fundisho hili linahusiana na wokovu, mtu anafafanua, anaeleza na anaeleza ile ndio yenyewe. Haya. Kwa hiyo fundisho ambalo linafuata baada ya wokovu ni fundisho la 4 ambalo linasema imani kuhusu kanisa. Naomba sasa niataje tu mwenyewe haraka, alafu nafikiri nitashare hapo. Kesho nitaendelea na darasa hili. Fundisho kuhusu kanisa. Kwenye kanisa lina imani za msingi ambazo ni kanisa, waliosalia na utume wake, lakini umoja katika mwili wa Kristo, lakini ubatizo, meza ya Bwana, karama za Roho na huduma, na karama ya unabii ambayo hapa kwenye karama ya unabii ni imani ya msingi ya 18, na kwenye makambi haya tutajifunza habari ya unabii. Na upo. Na sasa mwanadamu usiposoma haya ndio unashangaa, lakini yapo. Kwa hiyo kwenye hii ya 18 ya unabii tutajifunza pia kwenye makambi haya. Kwa hiyo hiyo ndio fundisho la 4 la kanisa, imani kuhusu kanisa na hizo imani za msingi ambazo nimezitaja hapo. Na lile la 5 ni imani kuhusu ama fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Maisha ya Kikristo. Hapa ndipo unapoweza kujifunza habari za maisha ya Kristo wa leo kama msafiri wa kwenda mbinguni. Na hapa ndipo ambapo utakutana na imani za msingi 5 zingine, ambapo utajifunza habari ya imani kuhusiana na sheria ya Mungu, utajifunza kuhusiana na habari ya Sabato, utajifunza kuhusiana na habari ya wakili, ambao kwenye makambi haya tena tutajifunza habari ya wakili. Kwa hiyo nagundua tu kwamba kanisa la Mungu linatembea. Ndio maana unaona mambo yote yanayofundishwa kwenye kanisa lazima watu watembee kwenye imani za msingi na mafundisho ya kanisa. Lakini sio tu imani hiyo ya wakili. Hapo ndipo tutakapojifunza habari ya mwenendo wa Kikristo na ndoa na familia. Na ndio maana kwenye makambi haya tutajifunza habari ya ndoa na familia. Unaona tu kwamba tunajikuta tunatembea hapa ambapo ndio mpango wa Mungu.
Ukiangalia hapo kwenye hilo fundisho la maisha ya Kikristo, utajigundua kwenye makambi haya tunajifunza wakili, yako hapo ndani. Habari ya ndoa na familia, yako hapo ndani. Utajifunza mambo mengi, yako hapo ndani. Lakini fundisho la mwisho la 6 ni fundisho linalohusu siku za mwisho, matukio ya siku za mwisho, ambapo hapa ndiko ambapo na mimi kwenye juma hili tutajifunza kwenye imani mojawapo ya msingi kwenye makambi haya. Na kwenye hili fundisho la 6 ndipo mahali ambapo utakutana na imani ya msingi ya huduma ya Kristo katika hekalu la mbinguni. Utajifunza hapa. Lakini utajifunza habari ya ujio wa pili wa Kristo. Semeni amina hapa. Na hapo ndipo nitakapojikita mimi. Na ndio maana tumerudi huko tuangalie ili tuone msingi wake huko hapo kwenye fundisho la 6 la matukio ya siku za mwisho, kwenye imani ya msingi ya 25 inayozungumza habari ya ujio wa pili wa Kristo. Na mafundisho yetu makuu kwenye makambi haya tutadili na fundisho kuhusiana na imani ya msingi kuhusiana na ujio wa pili wa Kristo. Lakini kwenye fundisho hilo ndipo utakapozungumza habari ya mauti na ufufuo, ndiko mahali utakapozungumzia habari ya millennium na mwisho wa dhambi, alafu imani ya msingi ya 28 nchi mpya. Jamani, Bwana asifiwe. Nchi nini? Mpya. Ili kanisa ukiwa mwadhimisha msabato, ng'ang'ana na hayo mambo. Jamani, Bwana asifiwe. Ng'ang'ana na kusoma. Kwa hiyo kwenye juma hili ikutie moyo, usikae mbali. Njoo na daftari lako, njoo na karatasi, njoo na kalamu, njoo na kila kitu ambacho kinafaa kuandika. Andika. Tutajifunza habari ya imani ya msingi ya 25 ya ujio wa pili wa Kristo. Na Bwana awabariki sana. Mahali ulipo, usimame tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu Mungu uliye mwaminifu, na kwa sababu kanisa hili umelipatia siri kubwa, na siri hizo ziko kwenye neno lako. Umelipatia mafundisho yaliyojaa, umelipatia imani za msingi zilizojaa, na kwenye makambi haya umeongoza kwa Roho Mtakatifu kuandaliwa kwa masomo ya ujio wako mara ya pili. Tunaomba kwa yale yote yaliyofunuliwa tunapojifunza kwenye kambi la miamba, acha tujifunze habari ya ujio wako tena, nasi tukiandaliwa, nasi tukijiandaa, na Roho wako Mtakatifu akitufundisha, akituelekeza, tukiwa tayari siku moja ukirudi na parapanda zikilia, aidha tukiwa tumelala kwenye mavumbi au tuko hai, tustahili kukulaki ukija mawinguni. Asante kwa sababu kamili utaendelea kulibariki, na vipindi vinavyokuja utaendelea kuvibariki, na utatubariki mkutano mzima, kila mmoja akitoka hapa na toka na matumaini mapya. Tuomba kwa jina la Yesu Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Bwana awabariki sana.